Karibu kwenye kipindi kingine cha Biblia pekee. Je, ngazi yako ya imani kwa sasa ni gani? Ikiwa umekuwa ukifuatilia mfululizo wa kipimo cha imani, utaelewa maana ya kipimo cha imani. Leo ni sehemu ya mwisho ya mfululizo wa kipimo cha imani. Hebu tushiriki neema kuhusu ngazi ya 5 ya imani inayompendeza Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:21 hadi 22. Wapenzi, ikiwa mioyo yetu haituhukumu, tunao ujasiri mbele za Mungu, na lolote tunaloomba tunalipokea kutoka kwake, kwa sababu tunazishika amri zake na kufanya mambo yanayompendeza. Imani yako inapovuka ngazi ya 4 ya kumpenda Mungu kwa kina, unaingia katika ngazi ya 5 ya imani. Kiwango kinachompendeza Mungu. Ngazi hii ya imani inampenda Mungu kwa kina. Inaelewa na kujisalimisha kwa moyo na mapenzi ya Mungu, jambo linalompendeza Mungu. Hii ndio sababu ngazi ya 5 ya imani inaitwa imani inayompendeza Mungu. Watoto wanaweza kusema wanawapenda wazazi wao, lakini ni nadra kwao kuwatii kikamilifu wazazi wao. Watoto wengine huasi au kupotea, wakati wengine wanatii tu kwa sababu wanalazimika. Watoto wengine wanatii kutokana na kulazimika, ingawa kutii kwao hakutoki moyoni. Mtoto anayependa wazazi wake kwa dhati hutii kwa hiari na huleta faraja badala ya maumivu. Ikiwa upendo ni mkubwa hata zaidi, mtoto anajitahidi kuelewa moyo wa mzazi wake na kutii ili kuwaletea furaha. Je, wazazi watafurahi kiasi gani? Mungu pia anawaona wale wanaotii kikamilifu maneno yake ya fanya hili, usifanye lile, shika hili, acha lile, kuwa wa kupendeza. Unapoelewa moyo wa Mungu wa kina na mapenzi yake na kutenda kulingana nayo, Mungu hufurahi sana. Mfano bora zaidi ni Abrahamu alipotii amri ya Mungu kwa kumtoa Isaka kama sadaka ya kuteketezwa. Ngazi ya 5 ya imani haitii tu amri za Mungu, bali pia inaelewa sababu za amri za Mungu na kutenda zaidi ya kile anachohitaji. Haihusu kuonyesha matendo ya kupita kiasi au kutoa upendo wa kina kwa mara kwa mara. Ni hali ya moyo inayoendelea na hamu ya kumpendeza Mungu siku zote kila siku. Kujitoa huku kwa Mungu huongezeka kwa muda hata kama miaka au karne zitapita. Unapofikia kiwango cha 5, unaweza kumwomba Mungu kwa maneno na upokee jibu mara moja, ikiwemo majibu kwa tamaa za moyo wako. Hekima katika mambo yote huwa dhahiri na hakuna ugonjwa au udhaifu unaoweza kukugusa. Utakuwa na uwezo wa kuponya magonjwa ya wengine na kufukuza mapepo. Mamlaka ya kiroho hukulinda dhidi ya nguvu za giza, na adui na shetani hana msingi wa kukushtaki kwa kosa lolote wala kukuletea majaribio. Hebu tuangalie kwa undani sifa za ngazi ya 5 ya imani. 원수마귀가 송사할 만한 죄악이 없으니 시험 한단을 가져다 줄 수도 없지요. Kwanza ni imani inayotii kikamilifu hata kufikia kujitoa mhanga kwa maisha yao. Ngazi ya 5 ya imani inazidi kumpenda Mungu sana na kutii kikamilifu neno lake, hadi kufikia kiwango cha kuelewa moyo wa Mungu na mapenzi yake na kutenda ipasavyo. Hata Mungu akiamuru jambo lisilowezekana, jibu lako daima ni ndiyo na amina, ukiwa tayari kutii na kujitoa mhanga kwa maisha yako. Katika ngazi ya 4 ya imani, unaweza pia kujitoa mhanga kwa ajili ya Mungu kwa hiari, lakini kuna tofauti katika kutii kwa kuelewa mapenzi ya Mungu na moyo wake katika ngazi ya 5. Kwa mfano, mama anapomuomba mtoto wake kusafisha nyumba kabla arudi kutoka kazini. Watoto wengine watafanya hivyo tu kwa kulazimishwa, lakini mtoto mzuri atasafisha nyumba yote kwa furaha na upendo. Mtoto aliye na wema zaidi anaweza kwenda mbali zaidi na kufikiria njia nyingine ya kumsaidia mama yake. Mtoto huyu hasafishi tu, bali pia anafanya kazi nyingine ambazo hakuombwa afanye. Wazazi wa watoto wa aina hii hawatajivunia tu, bali pia watafurahi sana. Uhusiano wetu na Mungu ni sawa na huo.
Katika ngazi ya 4 ya imani, watu wanatii kwa upendo na kwa sababu hakuna dhambi ndani yao. Lakini kuna upungufu kidogo katika kuelewa moyo wa Mungu na kutii kulingana na mapenzi yake. Walio katika ngazi ya 5 ya imani wanaelewa moyo wa Mungu na wanatii kwa kujitoa zaidi, wakimletea Mungu Baba furaha. Pili, ngazi ya 5 ya imani inamaanisha maombi yasiyoisha yanayosababisha kutenda ishara na maajabu. Wakati moyo wako umejaa ukweli, ukiwa na imani kamilifu, utaomba bila kukoma ili kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Utaomba pia ili upokee nguvu za kuongoza watu wengi kwa Mungu. Kwa moyo uliojaa upendo mkuu, maombi yenye bidii huleta ishara na maajabu. Yesu alisema katika Yohana 4:48, "Msipoona ishara na maajabu, hamtaamini kamwe." Katika huduma yake, Yesu alitenda ishara na maajabu makuu ili kushuhudia Mungu aliye hai na kuwaongoza wengi kwenye wokovu. Tunapoomba kwa bidii katika ngazi ya 5 ya imani na kupokea nguvu, tunaweza kutenda ishara na maajabu. Marko 16:17 hadi 18 inaonyesha ishara na maajabu. Na ishara hizi zitawafuata wale waaminio. Kwa jina langu watatoa mapepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, na wakinywa sumu yoyote hatari haitawadhuru. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapona. Tunapotenda ishara hizi, mioyo ya watu inaweza kufunguka ili wapate kushuhudia kazi ya wokovu. 3, ngazi ya 5 ya imani ni kuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu. Hesabu 12:3 inasema, "Basi huyo mtu Musa alikuwa mpole sana kuliko watu wote juu ya uso wa dunia." Mstari wa 7 unasema, "Si hivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote." Musa, kiongozi wa kutoka Misri, alikuwa mpole zaidi ya mtu yeyote duniani. Kupitia uaminifu wake katika nyumba yote ya Mungu, Musa alifikia ngazi ya 5 ya imani inayompendeza Mungu. Kuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu kunamaanisha kutimiza majukumu yako kikamilifu. Kupita zaidi ya zawadi au matarajio katika kila eneo la uwajibikaji. Katika maisha yetu ya Kikristo tunaweza kupewa majukumu mbalimbali. Baadhi ya majukumu haya yanaweza kuonekana kuwa muhimu au kutambuliwa, lakini mengine hayaonekani kwa ulimwengu wa nje. Lakini uaminifu katika nyumba yote ya Mungu unamaanisha kutimiza kila jukumu kikamilifu, lile kubwa au dogo. Wale walio katika ngazi ya 5 ya imani ambao ni kiroho kamili, wanatamani kila jukumu waliopewa na Mungu na kulitenda kwa bidii. Haijalishi idadi ya majukumu wanayo, hawapuuzi jukumu lolote, bali wanabaki waaminifu na kuzaa matunda katika kila eneo. Hii ni kwa sababu wana moyo mkamilifu wa Yesu Kristo. Wakristo hawa waaminifu wanaofanana na moyo wa Bwana wanaingia mahali pazuri zaidi mbinguni, Yerusalemu mpya. Ufunuo 21:2 unaeleza Yerusalemu mpya kama mji mtakatifu au mji wa utukufu. Ni mahali ambapo kiti cha enzi cha Mungu kipo, mahali pazuri sana penye uzuri kama bibi harusi. Kuta za Yerusalemu mpya zimejengwa kwa yaspi, misingi yake imepangwa kwa mawe ya thamani. Kuna malango 3 kila upande wa kaskazini, mashariki, kusini na magharibi. Jumla ni 12, kila lango lina malaika aliyesimamia. Nyumba katika Yerusalemu mpya zina ghorofa nyingi, zimejengwa kwa dhahabu safi na kupambwa kwa vito vya thamani. Ingawa nyumba katika ufalme wa 3 wa mbinguni zimejengwa kwa dhahabu safi na vito vya thamani, zinatofautiana na Yerusalemu mpya.
Yerusalemu mpya imejaa aina mbalimbali za mawe ya dhamani na inatoa mwangaza maradufu au mara tatu zaidi. Kila kitu kitategemea kiwango cha roho kamili, uaminifu, mapendeleo na matendo ya kila mmiliki wa nyumba katika Yerusalemu mpya. Kwa kutazama tu mwangaza wa utukufu na vito vya dhamani vilivyopamba nyumba, kutaonyesha jinsi mmiliki wa nyumba hiyo alivyopendeza Mungu. Vitu kama madimbwi, bustani, hifadhi za wanyama, viwanja vya gofu na kumbi za densi katika Yerusalemu mpya, vyote ni mali binafsi vinavyotolewa kwa mmiliki huyo. Magari ya mawingu pia hutolewa kama vyombo vya usafiri binafsi. Mungu anakumbuka kila kitu alichotamani duniani, lakini tukaviacha kwa ajili ya Bwana, na anatulipa, anatufariji na kutufidia katika Yerusalemu mpya. Taji la dhahabu kutoka Ufunuo 4:4 na taji la haki katika Timotheo wa pili 4:7-8 itatolewa pamoja na mataji mengine mengi. Malaika watatafuta na kumhudumia Bwana wao na kutimiza kile anachotamani kama kivuli chake. Idadi ya malaika wa kuhudumia itategemea jinsi mtu alivyopendwa na Mungu. Mungu huwapa makao mazuri ya mbinguni na thawabu kwa wale wanaopenda Bwana, wanaoacha dhambi, kuishi kulingana na neno lake na kuwa waaminifu katika nyumba yote ya Mungu kwa utukufu wake. Je, unadhani kuwa Mungu si wa haki kwa sababu nafasi ya watu mbinguni na utukufu hauko sawa, bali unatofautiana kulingana na ngazi zao za imani? Mungu bila shaka ni wa haki na mwenye usawa. Mungu alimpa mwizi aliyeokolewa msalabani kwa dhabihu ya Yesu thawabu ya utukufu tofauti mbinguni. Na kwa mtume Paulo aliyelihubiri Injili kwa maisha yake na kuwa shahidi wa imani hata kufa. Mathayo 16:27, kwa maana mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika wake, na ndipo atamlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Wakorintho wa kwanza 15:41-42. Kuna utukufu wa jua na mwingine wa mwezi na mwingine wa nyota, kwa maana nyota hutofautiana na nyota katika utukufu. Ndivyo ilivyo kwa ufufuo wa watu. Hupandwa katika hali ya kuharibika, hufufuliwa katika hali isiyoharibika. Ni muhimu kutamani kuingia mbinguni palipo pazuri zaidi na kujitahidi kuacha yasiyo kweli na dhambi. Tunapotoa maisha yetu kwa utukufu wa Mungu na kueneza Injili, Mungu atatupa thawabu za milele mbinguni na utukufu unaozidi chochote duniani. Naomba nyote muishi kila siku kwa utukufu na kuwa Wakristo waliobarikiwa wanaoweza kuingia mbinguni pazuri zaidi, Yerusalemu mpya. Niruhusu niwaombee. Baba mpendo wa mbinguni, umetayarisha mbingu iliyo nzuri. Umetuita tubadilike ili tuingie mahali pazuri. Tusaidie kukumbuka upendo wako, tusije tukasahau mapenzi ya Baba Mungu, na daima tujitahidi kuwa watakatifu. Tusaidie kuwa waaminifu kwa Bwana na kutamani mji wa utukufu ambao umetuandalia, na tukaikimbilia Yerusalemu mpya kwa bidii na nguvu, na utujaze kwa nguvu mpya ili tuwe wahusika wakuu katika Yerusalemu mpya. Na kushukuru na kuomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. 아멘.